Swali likaja, je, ni ipi hukumu ya kuvaa nguo nyekundu? Baadhi ya ahlul-ilm wanasema katazo lililokuja katika hadith yutawajjahu ila naw'in khas min al-humra wa hiya al-hasila an sibaq al-usfur. Katazo lililokuja katika hii hadithi linaelekea katika aina maalum ya rangi ambayo ni nyekundu, inayotokamana na rangi nyekundu iliyotokamana na mti wa al-usfur uliotaja hapo. Kwa kuwa maua ya mti huu hutumika katika rangi za akina mama na hutumia maua ya mti huu kwa ajili ya manukato yao, wa ila mbona imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amevaa hulla hamra, alivaa hullatan hamra kama ilivyokuja hadithi ya Abu Juhaifa katika hajjatul wadaa, bali muona Mtume sallallahu alaihi wasallam amevaa hullatan hamra, shuka ya juu na ya chini nyekundu. Japo baadhi ya ahlul-ilm wakasema haikuwa hamra khalisa, haikuwa nyekundu moja kwa moja, ilikuwa ina mistari ya rangi nyingine. Kwa hiyo nguo ambayo kwamba haitokuwa nyekundu moja kwa moja, ina mistari mingine ya rangi nyingine, yafaa kwa mujibu wanavyosema ahlul-ilm. Na hata ikiwa nyekundu moja kwa moja, wengine wakatukulia kama ni makruh au iwe inafanana na mavazi ya makafiri, hapa haitofaa moja kwa moja. Kama makafiri wanavaa aina hii nyekundu alafu ni mavazi ya makafiri, haitofaa. Na rangi nzuri za mavazi ya wanaume ni meupe kwa mujibu wa ile hadithi iliyokuja katika Musnad wa Ahmad na kwingineko. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikum albayad, vaeni katika mavazi yenu yale meupe, fa innaha min khairi thiyabikum, kwani mavazi meupe ndiyo bora ya mavazi yenu, ndiyo masafi, ndiyo ambayo ichafuka haraka unagundua, kama wanavyosema ahlul ilm. Wakafinu fiha mautakum, wakafinini kwa hayo mavazi meupe, mashuka meupe, maiti zenu. Nilipokea Ahmad na Abu Daud. فمن مثل خالد فهم دعوة السلفية بكي مشايخ ويتو والسلفي حفظهم الله.